Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo, kwa huyu ndugu yetu tuliyemteua apate daraja ya ushemasi. Tunamshukuru Mungu kwa yote aliyomwongoza, hasa katika safari yake ya wito mpaka leo hii anaitika tena hapa kuendelea na safari hiyo. Tumesikia vizuri sana masomo yetu ya leo katika siku hii muhimu kwetu. Somo la kwanza linalotoka katika kitabu cha Hesabu, tunaona ni mabadilishano ya uongozi, maandalizi ya yule anayechukua nafasi ya uongozi. Na katika kitabu hicho tulivyosikia sehemu yake leo, tunaona kumwandaa kiongozi wa kundi kuna kazi kubwa. Jambo la kwanza, malezi bora, kumlea vizuri. Tutajuaje mtu amelelewa? Tutajua mtu amelelewa kama anajitambua. Anajitambuaje? Anajitambua yeye ni binadamu. Anajitambua kama binadamu anahitaji watu wengine. Anajitambua kama binadamu kwamba watu wengine watanisaidia mimi, sifahamu kila kitu. Sina majibu ya maswali yote ya ulimwengu huu. Nahitaji wengine wanisaidie. Na kwa kufanya hivyo lazima awe mnyenyekevu. Mnyenyekevu anasikiliza, na ndio maana anawapa nafasi watu wengine katika maisha yake. Na mnyenyekevu huyu yuko tayari kukiri nimekosa, na anapokiri nimekosa anaomba msamaha ili aweze kuendelea vizuri na maisha yake kama binadamu. Na mtu huyu anayejitambua ni yule ambaye vile vile anatambua nafasi ya Mungu katika maisha yake. Na mtu huyu akiwa hivyo, tutasema malezi yamefanikiwa. Na ndio maana katika maisha yetu ya leo malezi ni magumu sana kutokana na jamii yetu ilivyo. Tuko katika utandawazi, kelele nyingi sana katika ulimwengu huu. Kelele zote hizi zinafanya mioyo yetu kila wakati iwe katika misukosuko. Malezi ya ukimya ni magumu sana. Tutamkuta Mungu wapi? Si katika kelele nyingi, si katika matangazo ya biashara, ni katika utulivu. Na katika utulivu mtu anaingia ndani mwake. Anapoingia ndani anaweza akagundua yeye ni nani, amefanya nini wakati huu. Na ndio maana nasema kwamba jamani, ninapoenda kuungama nachunguza dhamiri yangu. Na kutokana na jamii yetu ya leo, dhamiri zinakufa kwa sababu ya kelele nyingi. Na dhamiri zinapokufa, hatutambui tena kosa ni lipi na lipi ambalo sio kosa. Matokeo yake tunaishi wakati mwingine kama wanyama fulani tu. Na ndio maana katika kutesana, unaweza kumtesa mtu, watu wakakuita huyu jamani mnyama sana. Maana yake huna dhamiri, haijakuuma ukatambua kwamba ninamfanyia vibaya mwenzangu huyu. Malezi bora, malezi bora yanayoongozwa vile vile na uwajibikaji. Yule aliyelelewa vizuri, maneno matatu ya Kiingereza yanafaa sana: responsibility, accountability, lakini transparency. Haya yanaonekana katika yule aliyelelewa, kwa anawajibika. Na
katika hilo, katika safari yake anatambua vile vile kwamba ninaitwa kuwa nani. Na ndio kazi ya mlezi. Mlezi, kwa mfano mzazi, anamwandaa mtoto wake ili apambanue wito wake. Si amwambie wewe utakuwa padri, wewe utakuwa shemasi, wewe utakuwa katekista, wewe utakuwa injinia, wewe utakuwa amle, apambanue wito wake, atambue yeye angependa kuwa nani, afuate sauti hiyo kwa ndani. Ndio maana anasema kwamba katika malezi ya ukimya ni magumu sana katika ulimwengu wa leo. Na ndio maana katika jamii unaweza kuona kila mtu ni msemaji. Kila mtu ni msemaji, anaongea kuhusu kitu. Na anayejitambua haongei hovyo. Na ni yule anayetumia hekima. Na kutumia hekima ni kuangalia hivi. Uweze kaenda wewe uko kwenye familia yako, wewe una familia hiyo yako hiyo, ukaenda barabarani ukasema familia yangu sisi ni wachawi. Uweze kusema hivyo. Ukiona hivyo unasema huyu jamaa kichwa chake kiko sawa? Ambaye unaenda barabarani unaanza kutangaza familia yako, hata kama mna udhaifu wowote ule kwenye familia yako, ni wa kwenu. Na ndio maana yule anayeingia katika ndoa anasema wewe, mambo yenu ni yenu ya ndani, muyamalize ndani humo humo. Sasa mume wangu yuko 1 2 3, kila mtu anasema leo tusikie litasema nini hili, na wanazomea, wanakuzomea, wanasema huyu jamaa yukoje. Sasa pata picha sasa, nampa uongozi mtu kama huyo, atakuweje? Atakuweje huyo? Na ndio maana kanisa Katoliki lina hatua mbalimbali. Ndio maana wanasema kwamba wanasema kwamba tuna uongozi shirikishi. Ndio maana kanisa lina nguzo hizi mbili, kama Mtaguso wa Pili wa Vatikano unavyotuelezea. Upande mmoja tuna walei na upande mwingine tuna wakleri, hierarkia. Hizi nguzo mbili zinaenda pamoja na zote zinategemezana katika safari ya kuliweka kanisa liwe imara. Tunaposema halmashauri ya walei, ni washauri wa hierarkia, ili parokia iende vizuri, mambo yote yaende vizuri. Na walei hawa wana utume, na utume huu ni muhimu sana katika kanisa. Tuna wawata, tuna uwaka, tuna viwawa, tuna utoto mtakatifu, tuna moyo mtakatifu wa Yesu, tuna karismatiki, tuna wote hawa waweze kuliweka kanisa liwe imara na imani ya kanisa iende mbele. Ndio hiyo malezi. Na ndio maana kabla hujapata ubatizo unahitaji kupata mafundisho uelewe. Unapoelekea katika kipaimara inabidi upate mafundisho uelewe. Sisi kama Wakatoliki ni mila yetu. Uwezo kaenda sokoni unaanza kusema naenda kuhubiri habari njema, unatangaza mnayoishi. Ukiona unaanza kuongea hovyo katika imani yako, utambue kwamba kuna kasoro kwako. Na unayoongea yale ujiangalie wewe sasa unachangia nini katika ubovu huo unaousema. Unachangia nini? Kwa hiyo ni muhimu sasa kuangalia hayo. Ndio maana nasema kwamba jamani, malezi ni muhimu. Na katika malezi haya kunakuwa na hiyo responsibility, accountability na transparency. Tunalelewa katika misingi hii. Lakini vile vile tunamtegemea Mungu katika yote hayo, katika kuwekeza kwa ajili ya kizazi kijacho. Musa anatambua kabisa katika somo la kwanza, hapa anaenda kumaliza kazi. Sasa anapoenda kumaliza kazi, lazima atokee mtu
ambaye ataendeleza kazi hii, na huyu mtu atatokea katika kundi hili. Na leo tunapoadhimisha sakramenti hii ya daraja takatifu katika ngazi ya ushemasi, huyu ambaye anapata leo ushemasi, frateri wetu Evans, hajatoka hewani, ametoka kwetu, amelelewa na sisi, na sisi tumechangia, na ndio maana tulitangaziwa, jamani, huyu mtu huyu anaelekea kupata daraja ya ushemasi. Mnaonaje nini? Mmesikia katika mahojiano. Wewe unayetangaza kwamba unampendekeza huyu awe shemasi, unajua anastahili? Nimewauliza bwana wale wanaohusika, walezi, lakini baada kuwauliza walezi nimeuliza vile vile waumini, na ni kutokana na kuuliza huko naona kabisa huyu anastahili. Ndio tunavyokwenda hivi, na ndio tunavyosaidiana hivi katika kumwelekea Mungu. Na ninaposimama naanza kuongea hainisaidii mimi wala haisaidii kanisa langu, ila zaidi na haribu kwenye kanisa langu. Na yeye frateri anapata leo ushemasi, anaanza safari ya wito wake huo kuelekea katika daraja nyingine, ngazi nyingine ya upadre, kwa maandalizi ambayo ni muhimu. Na yote haya bila sala zetu, bila mchango wetu wa hali na mali, atafanyaje utume? Ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 28 aya kuanzia 19 20 hivi, anapotutuma tukatangaze habari njema katika ulimwengu, sio tukapayuke, tukashuhudie. Katika kushuhudia huko tuwe mabalozi, na unapokuwa balozi unayo mambo mawili, una ujumbe, lakini vile vile namna unavyowakilisha ujumbe wako, unaowakilisha kwa watu wale uliotumwa, si kwa manufaa ya mtu, ni kwa ajili nimebeba ujumbe wa Mungu na nabeba ujumbe huu niwakilishe. Na kama una nia njema, mambo yote yatakwenda vizuri, kwa sababu utawakilisha katika weledi wako na katika maadili mema. Utawakilisha vizuri ujumbe ule, lakini la sivyo utaharibu zaidi. Ndio maana yule ambaye anateuliwa anakuwa amejazwa na Roho Mtakatifu katika njia yake hii, amepambanua wito wake, safari yake ni hii. Ndio maana katika somo la kwanza tunamwona Joshua, huyu ndiye anachukua nafasi ambayo Musa anaiacha, Joshua anaendelea na safari kuwapeleka Waisraeli nchi ya ahadi. Ni muhimu. Na katika somo la pili bado tunaendelea na hilo, bado ni malezi yale. Tunapoongezeka katika namba, tunapoongezeka katika kukua kwetu na tunakuwa wengi, inahitajika sana vile vile malezi mazuri ya dhamiri, malezi mazuri vile vile ya imani yetu, tuitambue vizuri na kuishi na kuitetea mbele ya Mungu. Kila mtu ataulizwa, wewe mbona wewe ulikuwa champion wa kutukana wenzako? Mambo kama haya ni muhimu. Ndio maana kuna changamoto zilitokea kwa sababu ya watu wanaongezeka, hawaelewa hata imani yao, ndio maana kukawa na ubaguzi kati yao. Lakini namna gani tunamaliza? Tunajua kwamba sisi kama waamini lazima tuwe moyo mmoja, roho moja, tunamwelekea Mungu. Na ndio maana ilitokea uzushi hata katika historia ya kanisa. Kipindi cha, kwa mfano, kuna Mtakatifu Sipriani ambaye kati ya watakatifu ambao ni mababa wa kanisa, Mtakatifu Sipriani, Mtakatifu Agustino katika karne ya 4. Sipriani alikuwa karne ya 3, mwaka 250 hivi, aliandika kitabu chake ambacho kina sura yake na
kina title yake au kina habari yake inaitwa De Unitate Ecclesiae Catholicae. Anaandika juu ya umoja wa kanisa Katoliki. Anawatahadharisha waumini, hakuna mtu mbaya katika umoja wa kanisa kama adui wa ndani. Uwezo kujua anatoka wapi. Wa nje unaweza kujua mipaka yangu ni hii, ngoja niangalie anatokea upande huo au anatokea huko, nijiandae kwa silaha. Lakini wa ndani huwezi kujua, anakuja kama upepo. Lakini anapokuja kama upepo, anasambaza sumu kali kwa hawa watoto wa Mungu, sumu ambayo inavuruga ule umoja. Ndio maana Cyprian, huyu mtakatifu huyu, aliandika kitabu hiki akisisitiza umoja, akisisitiza kuwa macho kuangalia adui wa ndani ambaye hana nia njema. Kazi yake ni kuvuruga tu, vuruge, ionekane kwamba hawaelewani, basi ndio kufaulu kwake. Kwa ndio maana nasema kwamba huyo adui wa nje ni rahisi, unajua kabisa wale jamaa wale. Maana katika safari hiyo kulikuwa hawa wazushi wanaitwa Wadonato, wale ambao wanasema kwamba yule ambaye anaadhimisha sakramenti lazima awe mtakatifu pure, bila kutambua kwamba anayeadhimisha misa, anayeadhimisha yote haya ni Yesu Kristo mwenyewe, ndio kuhani mkuu. Mwingine ni chombo tu. Kwa hawa walikuwa wakishambulia kanisa, ni wale ambao walikuwa ni Wakatoliki. Kikundi hicho, kikundi cha Wadonato, Waingereza wanasema masapota wa Donatus, walitokea. Kwa hiyo ndipo Mtakatifu Cyprian mwaka huo 250 akaandika kitabu hicho De Unitate Ecclesiae Catholicae, yani umoja wa kanisa Katoliki, umoja wa kanisa Katoliki, akionyesha kabisa kwamba sisi tunaye Kristo, sisi kama Kristo, kama Kristo, kanisa ni mwili wa Kristo. Kama mwili wa Kristo tunaye askofu mkuu ambaye ni Petro, na wote tuungane hivyo katika mwili mmoja huu, na tuwe macho kuangalia adui wa ndani huyo ambaye anatujia kama upepo na anasambaza sumu kali ambayo kama hujawa imara unapotea. Na Agustino katika kumaliza hili nara yaandika kitabu hicho De Unitate Ecclesiae ad Catholicos Fratres, umoja wa kanisa kwa ndugu wa Katoliki, akisisitiza hilo umoja, akisisitiza umoja huo kama tunavyoliangalia kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Na ndio maana tunapoona katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ilipotokea hivi waliweza kurudi katika jamii ya Kikristo. Jamani, sisi tunahubiri habari njema na tunaendelea kusali. Hatuwezi tukaacha kazi hiyo kueneza habari njema. Tunaomba kati yenu sasa mchague watu kadhaa waweze kuwa na kazi hiyo, suluhisho ya matatizo. So walei na makleri, mkiachana hapo walei na makleri, walei mkawa wenyewe na makleri wenyewe, hatuwezi kaenda mbele katika kanisa hata siku moja. Kwa maana walei, kuna kamati tendaji, iwe parokia, iwe kigango, iwe jumuiya, kote huku kuna tatizo linatokea, tunalijua namna ya kulisolve, tunalijua. Uongozi shirikishi hawa waliambiwa hivyo, na ndio maana wakaweza kuwatoa hawa watu 7 mashemasi, kwa kwamba tuna utume wa neno la Mungu, upande mwingine utumishi. Hawa waweze kuangalia sasa practical service,
waangalie hawa wanafanya nini, hawa wanafanya nini. Ndio mashemasi waliochaguliwa katika kipindi hicho, na ndio maana tunasema kwamba katika umoja wetu huo tunaangalia kila mmoja ni wa pekee. Hatuna maana tunakuwa uniform, lakini nasema unity in diversity. Kila mtu ana kipaji, lakini vipawa vyote hivi viweze kutumika kwa ajili ya kujenga jamii ya Kikristo. Mashemasi wanatumikia kanisa, na mwisho wakati tukiangalia kila mtu katika koinonia, katika ushirika, lazima kuwe na huduma. Lakini katika huduma hiyo tuweze kila mara kufanya toba ili tutangaze vizuri neno la Mungu. Kwa hiyo tunaona katika somo hili wale mashemasi 7 walifanya kazi yao vizuri. Tunasema kwamba waliangalia mambo gani ya waongoze kuwapata watu hawa wawe na hekima, pamoja na hekima wawe wana Roho Mtakatifu, kwa sababu ni nyenzo katika kutimiza wajibu wao kama mashemasi. Na walifanya yote haya, na tunaona yote yaliweza kuisha. Hakuna tena tuseme kwamba hawa ni wajane wa Kihelenisti na hawa wajane wa Wayahudi. Hakuna ubaguzi, kwa sababu tayari huduma zinaendelea katika koinonia hiyo au katika ushirika huu. Ukiangalia hili utaona linaweza likatuongoza vizuri kwenye sinodi ya maaskofu, kanisa la kisinodi. Tupo katika kuishi kanisa la kisinodi, ushirika, ushiriki na umisionari. Tumepanda chombo kimoja. Hiki chombo hicho usiseme kwamba hii kazi ya fulani, hii ni kazi ya fulani, hii ni kazi ya askofu, hii ni kazi ya padri, kazi kwake paroko, shauri yake. Hapana, kazi yetu ndio ushirika. Sisi ni mwili mmoja katika Kristo huyo ambaye ndio kanisa, na katika kanisa hilo tuweze kuwa moyo mmoja na roho moja. Ushirika, ushiriki unafanya cha kwangu sio cha watu wengine, ni cha kwangu. Umisionari niweze kuwashirikisha wengine yale ninayoishi. Tunaona katika somo hili la pili kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, lakini tunaongozwa vile vile na fadhila hii ya unyenyekevu na sadaka, ambavyo Kristo mwenyewe anakuwa mfano kwetu. Ninapotaka, kwa mfano leo Frateri Evans anaelekea katika ushemasi, anawaza nini katika maisha yake, katika mawazo yake na vyote hivi, akilinganisha alikotoka na sasa anawaza vile vile. Tunasema kwamba katika Kiingereza sema purification of motivations. Nilimuona padri akila mkate, kwa hiyo nataka na mimi nikale mkate kama ule anaokula padri. Kwa hiyo nataka niwe padri. Unapofika pale unasema sio kula mkate, kumbe kuna shughuli kule. Ndio maana wengi wanarudi nyuma. Kwa ukibakia kule kule unashindwa kwenda mbele. Ndio maana purification of motivations. Kila ambacho kilinipeleka kule niweze sasa kukitakasa. Nitambue wito huu ni wito gani. Kwa niangalie lengo langu ni nini, nishikilie hilo lengo, na lengo hili liendane na yule anayeniita. Na ndio maana lazima niishi maisha kama yake, maisha ya unyenyekevu na maisha ya sadaka. Katika Injili tumesikia kwamba jamaa wale wanang'ang'ania, mama yao anawaombea, mmoja mkono wa kulia, mmoja wa kushoto. Si swala la mkono wa kulia wala wa kushoto, ni swala la unyenyekevu na sadaka, kutumikia. Unataka kuwa wa kwanza, unataka kuwa mkubwa, mtumishi, na ili ufanye hayo yote lazima ujitoe wewe mwenyewe. Ndio maana tunaangalia wito ambao tunaitwa kwa ajili ya mabadiliko. Ni kama tunavyosoma katika historia ya sayansi, nasema Copernican revolution. Wakati ule walikuwa nasema dunia na jua ndio linalozunguka dunia, lakini hawa kina Copernicus hawa walipokuja sasa, hapana, ni dunia inazunguka jua. Ikawa ndio tunasema ni Copernican revolution, kwamba sasa wito lazima tuweke katika mabadiliko.
kutoka kwenye kitu ambacho Kiingereza wanasema self promotion, mimi juu, kuelekea kwenye self giving, sadaka. Lazima tutoe sadaka, na ndio maana lazima tuangalie nini kilichotufanya tuwe hivi. Si kwa ajili ya nionekane mfalme, ila ni kwa ajili ya utumishi. Kawatumikie hawa ambao ni mapadre wa pamoja, hawa ni watumikie hawa, mimi kama padre wa huduma. Unyenyekevu, kama nilivyosema, unyenyekevu ni muhimu, na nitumikie kwa sadaka. Niwaweke wenzangu mbele, mimi niwe wa pili, niangalie mahitaji yao kuliko ya kwangu. Ndio tunavyoitwa, na ndio maana ninyi waumini lazima mtuombee sisi. Tunaposimama pale, msiseme tu wale, hata wakati fulani mkasema yale. Mkiwa huko mkaanza kuongea sema lipadri lile, kishemasi kile, na wakati wewe ni muumini. Hapana, mtuombee, na katika kutuombea mtusaidie, na katika kutusaidia huko tupate moyo wa kuwatumikia vizuri, sio kutushambulia. Lazima muwe walinzi wetu, lazima muwe watetezi wetu. Sisi ni watoto wenu. Nikiishiwa nitakuja kwenu mnisaidie. Sasa nyewe mkaanza kusema yaone, jamani, tumetoka kwenu. Yaone makina nani? Hizo kusema yaone, si nyinyi ni wazazi wetu. Kwa mfano wanasema yaone manyani hayo. Sasa kama sisi tumekuwa manyani, maana nyinyi ni manyani mliotuzaa. Ndio lazima tushirikiane, tuwe karibu kwa kazi tunayoifanya na wito tulionao, mtusaidie. Na katika wito huu tunaonyesha uhai wa kanisa. Leo ukitaka kujua kanisa li hai katika adhimisho la ushemasi leo utaona, na ndio utaona kwamba hivi Mkatoliki ni nani na ambaye si Mkatoliki ni nani. Leo kila mtu anaweza kujiita Mkatoliki. Saa hizi ukienda kwenye mitandao ukasema nataka niongee hiki, AI inakuletea. Na wewe unaenda kuropoka, lakini mafundisho yenyewe hujapata, hujui. Hata mwenendo wake hujui. Na unaweza kujisifia kwamba unajua vizuri, na ukaweza kushambulia kanisa. Ukajisahau. Kama wewe ni Mkatoliki kweli, uweze kushambulia kanisa. Aliye Mkatoliki kweli na aliyefuata mafundisho ya kweli hawezi kushambulia kanisa. Ulimwengu wa leo unafikiri kwamba kanisa litabadilika kufuata mabadiliko ya jamii. Kanisa ni la Kristo jamani. Kama kanisa la Kristo, Kristo badiliki, ni yule yule jana, leo na daima. Sisi ndio inabidi tubadilike kufuata kanisa, sio kanisa libadilike kufuata sisi. Na ndio maana tunasisitiza malezi ya dhamiri, na tunasisitiza, tunasema jamani, wazazi tuwe karibu na watoto wetu, tuwalee vizuri. Na tunapoangalia katika mila zetu za Kiafrika ambazo saa hizi tunazisahau kabisa, kila kitu kilikuwa katika nafasi yake, sio katika kama leo hii tunavyodharauliana, tunavyotukanana, tunavyoshambuliana. Mila za Kiafrika, mkubwa ana nafasi yake, mdogo ana nafasi yake. Na uweze kaona kwamba mdogo anaanza kumtukana mkubwa. Hapana. Na ndio maana kuna hatua hizo, na kanisa limeweza kufanya utamadunisho huo kwamba ukifika muda fulani utaitwa wewe mkubwa. Ili uwe mkubwa lazima upitie mafundisho haya na haya na haya, ndio utaingizwa rasmi kwenye ile jamii kama mtu mzima, na sio hivi hivi tu. Na wazee wana nafasi kubwa katika maisha ya kanisa, na ndio maana hata utume wa wazee kama chama cha wazee tunasema ni hazina ya kanisa kwa sababu hii. Na wazee na wao wakianza kushangaa tu wanasema sasa wazee nao wamekuwa wazee wa mwendo kasi. Tunaelekea wapi? Mbona tufikiwa watassimamia imani vizuri?
na akiona mtoto anaenda kinyume na ile imani utakemea. Wazee wakikaa kimya tu, sawa tu ninaoendelea. Hapana, tunahitaji kusimamia imani yetu, tunahitaji kuitetea imani yetu, tunahitaji kuwalinda viongozi wetu. Ni viongozi wetu, hakuna wengine, ni viongozi wetu hawa. Tuwalinde kwa yote dhidi ya maovu mbalimbali. Kwa sababu Mkatoliki nasema hata mimi nimeenda nikasikia maneno haya, kwa kweli kama hili liko 1 2 3. Sasa Mkatoliki wewe kweli, ili unisaidie mimi kama kuhani, utasema hodi. Utaenda kuniitia vyombo vya habari kunisema mimi? Hapana, utaniitia, utakuja kule. Kama tunataka kweli kuishi kama watoto wa Mungu, lakini kama tunataka kuishi kama wanadunia tu, kama ulimwengu hivi, tutafanya hivi. Na Mkatoliki hawezi kufanya kitu kama hicho. Mkatoliki anathamini imani yake, anailinda imani yake isichafuke. Tuko katika ulimwengu wa mchanganyiko mkubwa katika imani. Kwa kila mara mtu anachambua, anatafuta hata kadogo kambako kana maana anakarusha. Sasa na wewe kama muumini unaona sawa, na kwenye mitandao huko na wewe unapeleka comments zako, hata mimi kama Mkatoliki ni ili kwa hili, hapana kwa hili. Mkatoliki wa wapi kweli? Kama ni Mkatoliki kweli, una dhamiri yako. Tuna mtindo wetu wa maisha kama Wakatoliki, tuna mtindo wetu. Mwingine anasikiliza huko, kwa mfano wengine walimsikiliza Kardinali Arinze yule wa Nigeria yule, aliongea kwamba kanisa ni sehemu ya kuabudu. Kwani sasa hivi kuabudu, akisema kwamba misa tunaenda kumwabudu Mungu. Sasa tunapoenda kumwabudu Mungu, kwa hiyo nikisema kwamba jamani, dhamiri zetu zile 1 2 3 ni kosa. Watu wanachukua upande wao, wanaitumia hiyo, wanaifanya iweze kuhalalisha kile wanachokisema. Lakini anamaanisha hiyo, akimaanisha hiyo, sasa tutamsemaje Yesu? Sasa alipoenda pale hekaluni kapindua meza nini, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala. Tuache tu tuseme kwamba tusilee dhamiri. Tunahitaji kulea dhamiri zetu, na ndio maana wazazi tunawaomba sana, mtulee vizuri, mtuandae vizuri kwa maisha ya baadaye, mrithishe vizuri imani nzuri na mila nzuri yetu ya kuheshimu, kwa heshima wakubwa kwa wadogo, mturithishe vizuri. Tuko busy katika ulimwengu huu, lakini ubize wetu huu usifanye tusahau wajibu wetu, responsibility. Tunapombatiza mtoto, tunaenda pale tunasema niko tayari kumfundisha mtoto wangu huyu ashike amri za Mungu, awapende binadamu wenzake. Lakini tukishabatiza tunaondoka, tunamaliza na hatuna habari tena. No. Ndio maana tunasema kwamba tulinde watoto wetu, ulinzi wa mtoto. Tusiwaachie ulimwengu ndio tulelee watoto wetu. Familia hizi ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kama zawadi kutoka kwa Mungu, tuzilee vizuri, tuzitunze na kuzirudisha kwa Kristo. Ndio maana Mtaguso wa Pili wa Vatikano unatualika bado kutakatifuza malimwengu. Tunatakatifuza malimwengu kwa maisha yetu. Sisi sote tumeitwa kuwa watakatifu, kila mtu katika nafasi yake, si kwa ajili ya kunyoshea vidole huyu na huyu. Hapana, kila mtu katika nafasi yake tuwe watakatifu, na tuna nyenzo zote. Sasa tumuombe Mungu atusaidiane vizuri. Kwa maana narudia wito wangu kwenu wazazi, mtulinde watoto wenu, mtusaidie watoto wenu, msitushambulie watoto wenu. Na ndio maana nguzo hizi lazima ziende pamoja. Tulijenge kanisa letu na tujenge umoja wetu. Tunamshukuru Mungu katika jimbo letu la Bagamoyo. Mungu aendelee kutubariki kwa zawadi ya shemasi wetu huyu mteule ambaye anaelekea kwenye daraja ya ushemasi, Frater Evans.
anafungua rasmi milango katika njia ya kupata makuhani katika jimbo letu la Bagamoyo. Kwa hiyo tunategemea kwamba atakuwa mfano mzuri na atawaangalia wadogo zake kwa namna ya pekee na kuwaonyesha njia. Anapofikia ukuhani, ataishi ukuhani wake ipasavyo, na atawaongoza wale walio nyuma yake wafikie na watamani kwamba maisha haya ni mazuri na wafurahie. Tunamwombea na tunawashukuru wazazi kwa kumtoa. Katika ulimwengu wa leo, wakati fulani ni si rahisi sana. Tunamshukuru Mungu kwa kumtoa. Tunamshukuru Mungu kwa kumtoa huyo, na tunawashukuru sana kumemtoa, lakini vile vile tunawashukuru kwa malezi bora kwake, mpaka ametambua kwamba mimi ninao wajibu wa kutumikia watu wa Mungu. Tunawashukuru sana wazazi, tunawashukuru sana ninyi nyote mlioshiriki katika malezi yake. Tunawashukuru makleri wote ambao walikaa naye kwa ajili ya utumishi. Tunawashukuru walimu ambao wanaendelea bado kumfundisha aive vizuri, aweze kuwa mchungaji mwema kwa kumfuata Yesu Kristo mwenyewe, kujitoa bila kujibakiza. Tunawashukuru wote hao. Tunawashukuru kila mtu anapoingia katika kanisa. Mtoto wetu huyu, mtakapompangia kwenu, mpokee vizuri, akafanye kazi ya Mungu inavyotakiwa, awe na nafasi hiyo ya kutafakari. Tunategemea kwamba mtamweza kumweka apate BP, apate vidonda vya tumbo, awafikirie kila wakati, ila taona kwamba mtampa wepesi, mtamlinda na mtamsaidia kwa hali na mali na mtamwombea. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati.